Kama unavyoweza kufikiria, ukuaji wa ajabu wa kanisa la Yerusalemu umewakasirisha sana viongozi wa kidini walioko Yerusalemu. Baadhi ya mitume wamepigwa, wakaambiwa wabaki kimya, kanisa limetishwa, na sasa hivi karibuni viongozi wa kidini wameidhinisha kuuawa kwa mawe kwa Stefano. Sasa baada ya kifo chake, tunaambiwa hapa katika Matendo 8:1, siku hiyo kulitokea mateso makubwa dhidi ya kanisa la Yerusalemu, nao wote wakatawanyika katika maeneo ya Yudea na Samaria isipokuwa mitume. Sasa tukirudi nyuma, sura ya 7, wakati lile kundi la watu linajiandaa kumpiga Stefano hadi kufa, mstari wa 58 unasema, waliweka mavazi yao chini ya miguu ya kijana mmoja Sauli. Sasa hapa katika sura ya 8 na mstari wa 3, tunajifunza kwamba Sauli, ambaye baadaye atabadilishwa na kuwa mtume Paulo, ndiye atakayeongoza mateso haya ambayo sasa yameanza kwa nguvu. Sauli alikuwa akiharibu kanisa, na akiingia nyumba baada ya nyumba aliwakamata wanaume na wanawake na kuwapeleka gerezani. Sasa ingawa hili ni la kutisha kiasi gani, kumbuka kwamba kabla ya kupaa kwake mbinguni, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba watakuwa mashahidi wake. Wapi? Katika Yerusalemu, siyo hivyo? Katika Yudea yote na Samaria na hata mwisho wa dunia. Kwa hiyo mateso haya yanapowashwa hapa Yerusalemu, kulingana na mstari wa 4, tunaambiwa wale waliotawanyika walikwenda huko na huko wakihubiri neno. Wapi? Rudi kwenye aya ya 1. Katika mikoa ya Yudea na Samaria. Nataka niseme hivi, wapendwa, kwa sababu nataka niseme hili, jaribio la Shetani kunyamazisha kanisa lilipelekea mbegu kutawanyika hadi maeneo ya mbali. Sasa sehemu iliyobaki ya sura ya 8 itazingatia huduma ya Injili huko Samaria. Kumbuka, Wasamaria na Wayahudi walichukiana. Walikuwa wameendeleza chuki na ubaguzi kwa karne nyingi, kwa kweli karne nyingi za kinyongo na ubaguzi. Lakini Injili ina nguvu ya kuondoa ubaguzi. Nikuambie, huhitaji mpango wa serikali, huhitaji elimu bora au pesa zaidi ili kutatua tatizo hili. Unachohitaji ni moyo uliobadilishwa. Na nikuambie, moyo uliojaa Roho Mtakatifu hautakuwa na nafasi ya aina hii ya chuki. Sasa mstari wa 5 hapa unatueleza kwamba Filipo alishuka mpaka mji wa Samaria na akawahubiria Kristo, yaani Masihi. Sasa huyu si Filipo mtume. Mstari wa 2 unatueleza kwamba mitume walibaki Yerusalemu. Huyu ni Filipo shemasi kutoka sura ya 6, mmoja wa wale wanaume 7 walioteuliwa kuhudumia wajane. Na kama vile shemasi mwenzake Stefano, kujitolea kwa Filipo kwa Kristo kunampelekea kupata fursa pana zaidi ya huduma ya kuhubiri. Mstari wa 6 unatueleza kwamba Wasamaria waliokusanyika kumsikiliza Filipo wakawa na umoja na wakasikiliza kwa makini yale aliyokuwa akisema. Sasa huduma yake pia inaambatana na nguvu hizo maalum za kitume zilizojumuisha uponyaji na kutoa pepo. Kumbuka, ishara na maajabu haya yalitenda kama thibitisho la wajumbe wa Mungu kabla ya Agano Jipya kukamilika. Lakini usikose, hii sio miujiza inayoleta imani katika Kristo. Ni mahubiri ya Injili ya Kristo. Kwa kweli, mstari wa 12 unasema, walimwamini Filipo alipokuwa akihubiri habari njema juu ya ufalme wa Mungu na jina la Yesu Kristo. Na matokeo yake tunasoma hapa katika mstari wa 8, kulikuwa na furaha nyingi katika mji ule. Vema, haitachukua muda mrefu kabla ya Shetani kuja na kujaribu kuharibu kazi hii ya kweli ya Roho Mtakatifu. Ataigeuza na kitu bandia cha ulaghai. Na sasa tunaletewa mtu mjanja wa maonyesho, mtu mdanganyifu ambaye anataka tu kujiingiza kwenye mambo yanayoendelea.
Mstari wa 9, kulikuwa na mtu mmoja aitwaye Simoni ambaye hapo awali alikuwa akifanya uchawi mjini na kuwashangaza watu wa Samaria, akisema kwamba yeye mwenyewe ni mtu mkuu. Wote walimsikiliza, wadogo kwa wakubwa, wakisema, mtu huyu ni nguvu ya Mungu iitwayo kuu. Sasa hizi sio tu mbinu ndogo za uchawi. Neno uchawi kwa kweli linarejelea uchawi na sanaa za uchawi ambazo Simoni alitumia kuwavutia watu na kupata wafuasi. Uchawi huo ulitia ndani kudanganya roho waovu, eti kuzungumza na wafu, kuadhiri miungu, kuwapa watu mafumbo na hirizi ambazo eti wangeweza kutumia kwa ajili ya uponyaji. Yote hayo kusema, mpendwa Simon, yeye ndiye onyesho kubwa zaidi mjini. Naam, Filipo anakuja. Filipo anafanya miujiza ya kweli ambayo ni wazi kwamba ametiwa nguvu na Mungu mwenye nguvu. Simoni yeye anashuka kwenye njia kwa kusema, anatia sahihi kadi, anakiri imani katika Kristo na anabatizwa. Naam, unajua nini? Inaonekana mganga wa kienyeji ameokoka. Vema, Luke anahamisha kamera kwenye tukio lingine badala ya ghafla kabla ya kurudi kwa Simon. Hapa katika mstari wa 14 hadi 17 tunaambiwa mitume kule Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelipokea neno la Mungu, waliwatuma kwao Petro na Yohana, ambao walishuka na kuwaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana alikuwa bado hajawashukia hata mmoja wao. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao, wakampokea Roho Mtakatifu. Sasa usichanganyikiwe hapa. Kama tulivyosema katika somo letu la Matendo sura ya 2, kila mwamini katika Yesu Kristo leo anapokea Roho Mtakatifu wakati wa wokovu na anakaa ndani yake milele. Katika hatua hii, hata hivyo, kanisa, kumbuka, bado liko katika kipindi hiki cha mpito ambapo waumini wanahama kutoka kwa Agano la Kale la muda la kutiwa nguvu na Roho Mtakatifu hadi Agano Jipya la kudumu la kukaa ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, katika kipindi hiki cha mpito kinachoonyeshwa na kitabu cha Matendo, Roho anazuiliwa kwa waumini wa Samaria mpaka Petro na Yohana wafike na kuwaombea. Na huu ucheleweshaji utaweka wazi kwamba kinachowatokea kinahusishwa na mitume wa Yesu Kristo. Wanajiunga na kanisa lililoanza Yerusalemu. Kwa hiyo kanisa ni mwili mmoja unaoundwa na Wayahudi na mataifa, lakini unaongozwa na Roho mmoja. Kwa hiyo kuunganisha kukaa kwa Roho Mtakatifu ndani ya waumini na kuwekwa mikono na mitume kunathibitisha msingi wa Injili wa umoja katika Yesu Kristo. Sasa hebu turudi kwa Simoni mchawi. Anashuhudia Roho Mtakatifu akitolewa kupitia Petro na Yohana, na moyo wake wa kweli sasa unaonekana wazi katika mstari wa 19 anapowaambia, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Na hata anawapa pesa ili kununua uwezo huu. Basi niwaambie wapendwa, Simoni ni kama wahubiri na walimu wengi wa uongo wa leo wanaodai kufanya miujiza siku hizi. Yeye hataki Bwana, anataka muujiza. Yeye hamtamani Mwokozi, anataka tu ishara ya kimuujiza. Vema, Petro hajizuii. Anajibu hapa katika mstari wa 20, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa sababu ulidhani ya kupata karama ya Mungu kwa fedha. Una sehemu wala fungu katika jambo hili, kwa maana moyo wako si sawa mbele za Mungu. Basi tubu ubaya wako huu, umwombe Bwana, ili kama yamkini usamehewe nia ya moyo wako.
Hata baada ya Petro kumkemea, anaonyesha hofu ya hukumu ya Mungu hapa katika mstari wa 24, lakini unaweza kugundua hatubu. Unaona, Simoni yeye alitaka tu kipande kidogo cha Mungu. Alitaka tu Roho wa Mungu kiasi cha kumfanya awe maarufu na mwenye nguvu na hata awe na starehe zaidi. Sawa, hakutaka kubadilika katika maisha yake. Siwezi kujizuia kufikiria ule utenzi mdogo. Ningependa kununua Mungu wa thamani ya $3 tafadhali. Kiasi tu kinacholingana na kikombe cha maziwa ya moto. Kiasi cha kupunguza maumivu hatia yangu. Ningependa kununua Mungu $3 tafadhali. Sio kiasi kunifanya nipende hali chini. Sio kiasi kubadilisha moyo wangu. Naweza kuvumilia tu kiasi cha kumpeleka kanisani pale ninapopata muda. Kiasi tu kinacholingana na usingizi wa mchana kwenye jua. Nataka joto la tumbo la mama, lakini sio kuzaliwa upya. Unaona, ningependa kununua Mungu wa thamani ya $3 tafadhali. Sio kiasi cha kunilazimisha nibadilike. Sio kiasi cha kunipa wajibu. Kiasi tu cha kuwafanya watu wafikiri niko sawa. Kiasi tu cha kunifanya nipite Jumapili nyingine. Ningependa kununua Mungu wa thamani ya $3 tafadhali. Unajua, naogopa kuna watu wengi duniani na hata kanisani leo ambao wako hivyo. Wanataka Mungu kidogo tu katika maisha yao, lakini si kiasi cha Mungu kinachoweza kubadilisha maisha yao. Naam, naomba usiwe wewe leo. Naam, mpaka tutakapoanza safari tena, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.